Okay, karibu tena sehemu ya kwanza ya mafundisho ya Adobe After Effects, na matumaini yangu umekwisha andaa programu yako ya Adobe After Effects. Kama bado, basi nakushauri ukaenda www.adobe.com/africa kuweza kudownload Adobe ya After Effects. Ningeshauri sana utumie Adobe CC kuanzia 2014, 15 na 17, lakini sio mbaya kama una Adobe After Effects CS6 au Adobe After Effects CC. Tutaenda wote pamoja kwa sababu mafundisho nitakayotoa hapa yatagusia au yatakuwa yakikava sehemu zote za Adobe After Effects. Kwa hiyo ukiwa na Adobe After Effects yoyote, una uwezo wa kujifunza kupitia video hizi. Katika sehemu hii ya kwanza ya tutorial za Adobe After Effects, sehemu hii ya kwanza ningependa nizungumzie sehemu zinazopatikana katika programu ya Adobe After Effects na maelezo yake na zinafanyaje kazi. Sehemu ya kwanza kabisa ni hii ya juu, umeona, ambayo tunaita Windows menu inayokaa huku juu. Hii kuna sehemu ya kwanza ya file. Sehemu hii inakuwezesha wewe kufungua new projects. Umeona, ku open projects. Hapa unafungua new project. Sehemu inayofuata inakuwezesha wewe kufungua project ambayo ulishakwisha kuifanya hapo awali, unataka uifungue. Ukienda kwenye recent project, unaweza ukaziona project zilizofanywa na Adobe After Effects, yani wewe mwenyewe. Kwa hiyo inakupa urahisi wewe kukumbuka, nilifanya project fulani. Kwa mfano mimi hapa unaweza kaona kuna project tofauti nimekwisha kuzifanya. Kwa hiyo na wewe pia ukiwa unaendelea kufanya project zako, zitakuwa zinajiweka hapa ili iwe rahisi kuzipata. Sehemu nyingine hii inaitwa Open au Browse in Bridge, ambayo kwenye bridge hii ni system au naweza ngasema ni sehemu ambako Adobe After Effects wale watumiaji wake wote na watumiaji wa program nyingine za Adobe wanakuwa wanahifadhi vitu vyao, lakini huu ni mtandao, kwa hiyo sitazungumzia sana. Ukija kwenye Adobe Character Animator, hii ni plugin ya Adobe After Effects ambayo inakuwezesha wewe kufanya animation ya wale character. Ninavyosema character ni kama mtu labda amechora wa 3D au wa 2D, unaweza ukafungua hii. Kwa hiyo hii inakuwezesha kufanya animation kwa urahisi zaidi. Baada hapo sasa ndo unakuja kuziboresha zile animation zake katika Adobe After Effects yenyewe, kwa sababu hii Adobe Character Animator yenyewe kazi yake ni kumfanya modification ya huyo character wako. Close, kama inavyofahamika, una close After Effect yote. Ukienda kwenye close project, una close project 2, After Effects inabakia. Kuna save, kuna save as. Save ni kusave project yako ili baadaye uweze kuiendeleza, na save as una save project yako as a copy, au una save as kwa ajili ya jina lingine, umeona, au save as a copy as CC. Unavyosave kama CC inakuwezesha programu yako kufunguliwa na Adobe After Effects ya yoyote ile ambayo ni CC version. Kwa sababu gani? Kwa sababu Adobe After Effects ukifungua project na Adobe After Effects kubwa, mfano 2017, basi tambua project yako haiwezi kufunguliwa tena na program ya chini ya 2017, maana yake 16, 15 kwenda chini. Kwa hiyo unavyosave hapa as CC, ina maana CC yoyote inaweza kufungua. Input, unaweza ukainput files, mfano picha, video na kadhalika. Kwa mfano nikienda input file, umeona, inaweza nikaklik hapo na nikaenda browse file yangu ninayotaka, nikaweka hivi, nika double click, ikaingia kama hivyo. Kwa hiyo file ndo limekaa hapo. Sehemu nyingine ni ku input recent footage. Kwa mfano nimeweka project zangu, kwa hiyo nataka nimeweka video au picha zangu katika Adobe After Effects, lakini sikumbuki ni majina yake. Kwa hiyo Adobe After Effects inanikumbusha kwamba
video zote ulizo input katika Adobe After Effects majina yake yako hapa. Kwa hiyo naweza nikaklik nikaiweka tena kwa mara ya pili. Export, unaweza kuexport kuipeleka kwenye media encoder, tutaizungumzia baadaye hapo mbele, add to quick render. Unavyoenda export add to quick render, manake sasa hapa ndo unapeleka project yako sehemu ambako unafanya setting kwa ajili ya final rendering, yani unavyotaka kuiexport iplay sasa kama video. Kwa ndo unaenda kwenye export, ukishaenda kwenye export unaenda add to quick render. Ukishaweka add to quick render, moja kwa moja Adobe After Effects itafungua sehemu ya kufanya settings za render ili ufanye exporting, kwa sababu lazima uset kwamba nataka ni export mfano kwa format gani, kwa ukubwa gani. Kwa hiyo ndo sehemu hii. Ukienda kwenye Adobe Premiere Pro, manake una export project yako, unaituma kama templates katika Adobe Premiere Pro. Kwa hiyo una uwezo ukafanya ukaexport video hivi, ukaexport project ikawa kama templates ili kusave muda, yani kuhifadhi muda. Mfano wale wana edit music video, wanavoweka zile titles za jina la msanii, jina la production na jina la director video, waga wanafanya editing kwa kutumia Adobe Premiere Pro, lakini title wanazitengeneza kwenye After Effects. Kwa hiyo akishatengeneza kwa After Effects, moja kwa moja atasema Adobe Premiere Pro, export to Adobe Premiere Pro. Kwa maana project itatumwa kwenda kwenye Adobe Premiere Pro moja kwa moja, lakini inakuwa ni templates. Kwa hiyo inakuwa ni nyepesi na ni rahisi kuedit. Umeona vitu kama hivyo. Sehemu nyingine ambazo ni muhimu, find, unaweza ukatafuta kitu. Kwa mfano hapa una search, labda umeweka project na makorokoro mengi, ina file nyingi, ukumbuki unataka file hilo, na labda file la muziki fulani hukumbuki umelipo katika sehemu gani. Kwa ukienda kwenye find hapa una search, moja kwa moja After Effects itakuletea file hili hapa, kwa sababu unapofanya kazi na Adobe After Effects kuna muda files zinakuwa nyingi, kwa wanakurahisishia. Vitu vingine ambavyo katika basic training hii ni kwenda ku replace footage. Mfano unaweza kaenda replace footage file kama hivyo. Kwa maana hiyo una uwezo wa ku replace file, kwa lile file tuliloliselect tumereplace, maana yake tumetoa tumeweka lingine. Umeona? Kwa naweza ngaenda file tena nikasema replace, na hii inatokea endapo umeinput video kimakosa, kwamba msema no, sikutaka video hii ni input. Kwa hiyo una uwezo wa ku replace picha yako au video yako kwa urahisi zaidi kupitia Adobe hiyo After Effects. Mfano hapa naenda kwenda kwenye ile file, replace file. Umeona? Labda nikaweka hii kama hivyo unavyoona, kwa ni rahisi zaidi. Sehemu nyingine ni ya edit. Edit hapa labda unataka kucut kitu, unataka kudelete kitu, unataka kuduplicate kitu. Kama katika software nyingine za Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe Illustrator, tuna uwezo kucut, kucopy na kupaste na kuduplicate. Basi nayo Adobe After Effects nayo inatupa fursa hiyo. Lakini pia tuna uwezo wa undo, manake unafanya undo changes ulizozifanya. Kama umekosea kitu unaenda undo. History na kuonyesha matukio yote uliyoyafanya katika Adobe After Effects. Hii yanakaa hapa. Kwa una uwezo wa kwenda kutafuta, unasema anyway nataka niishie hapa. Kwa unaenda kwenye history kama hapo nilivyoonyesha. Ukienda kwenye composition, hii ni sehemu muhimu sana sana katika Adobe After Effects, kwa sababu composition ndio kila kitu. Composition ndio inashikilia clip, inashikilia layers, inashikilia shape, inashikilia path, inashikilia kila kitu ambacho nakiona katika animation zozote zile. Zote zinashikiliwa na kitu kinaitwa composition. Kwa composition inaweza nikasema ni kama darasa, umeona? Au naweza nikasema kama ni gari, abiria wanavopanda ni wanashikiliwa na kitu kinachoitwa composition. Inashikilia layers, shape na vitu vyote muhimu vya Adobe After Effects ambavyo vinafanywa animation. Ukienda katika layer, ni sehemu ambayo unaweza ukatengeneza new layer. Umeona? Unaweza ukafanya transformation ya vitu tofauti tofauti, lakini hii panel haiwezi kufanya kazi pasipo
kuwepo na composition. Kama hapo awali nilivyokuambia, huwezi kufanya kutengeneza new layer kwa sababu composition ndio sehemu muhimu, ni basic. Yani kama unavyolima huwezi kupanda mbegu hewani, lazima upande sehemu yenye ardhi. Kwa hiyo composition ni kama ardhi, kipande cha ardhi, kwamba hata nyumba huwezi kujenga pasipo kuwa na ardhi, umeona, au huwezi kuwezeka bati pasipo kuwa na nyumba ambayo imejengwa na msingi imara. Kwa hiyo kabla hujafanya yoyote utabidi utengeneze new composition, na new composition unaenda hapa new composition, itakuja setting hapo, uteka labda okay, setting kama zilivyo hapo, ndo utaruhusiwa kutengeneza new layer na kufanya vitu vingine. Lakini pia katika new layer kuna vitu tofauti tofauti kama mask and shape, quality, switches, time, frame blending, 3D layer, guide, add maker na vitu vyote hivyo. Na vitu hivi haviwezi kufanya kazi mpaka utakapotengeneza layer, kwa sababu vitu vyote hivi baba yao ni layer. Sehemu nyingine ni effects. Effects nayo inaleta effect katika layer. Kwa hiyo sehemu hii huwezi kuifanyisha kazi pasipo kuwa na layer. Animation nayo ni hivyo hivyo. View unaweza ukashow baadhi ya vitu ambavyo vimejificha, umeona, kama zoom in, zoom out, resolution type, umeona, ambapo unaweza ukaweka full, half, third and quarter. Utaenda kwenye Windows ukachagua aina workspace. Kwa mfano unataka uweke kitu kionekane, kwa mfano render quick, unaweza ukaenda hapo render quick ikaonekana na vitu vingine. Sehemu nyingine muhimu kuijua katika program ya Adobe After Effects ni sehemu hii ambayo kuna hapa inabeba vitu vyote ambavyo vipo katika project. Unavyotengeneza new composition kama hivi, vitu composition zako zinakaa hapa. Unapo input file, umeona, file zako zote zinakaa hapa. Na ukishuka chini hapa una uwezo wa kutengeneza folder, umeona, unaweza ukainterpret footage folder. Maana yake unaweza ukazichagua hizi zote ukasema create new folder, ili vitu vyako viwe vinakaa kwa system maalum ambayo ni nzuri. Kwa umeona, ukifungua folder hivyo kama kwenye kompyuta. Na hapo unaweza ukatengeneza new composition, na kama huitaki unaweza ukabonyeza icon ya delete kama hivyo. Kitu kingine cha muhimu katika paneli hii ni effect control. Nayo effect zote tunazozi apply kwenye layer zetu zinakaa hapa. Kwa mfano ninaweka hii layer nikaiweka hapa kama hivi, nikaenda effects, mfano tunakuonyesha, umeona, kama hivi. Ina maana effect control, umeona, effect control inatuonyesha hapa kwamba tuna uwezo kucontrol hii effects kadri tutakavyo. Kwa hiyo ni rahisi sana. Sehemu nyingine ya kuijua ya After Effects ni hii. Hii ni sehemu ya preview. Vitu vyote unavyofanya una preview hapa. Unaweza uka preview katika full manake picha yako au video yako ya hapa inaonyesha katika HD kama utakavyo export. Lakini yenyewe inahitaji kompyuta yenye RAM kubwa. Kwa ikiwa na RAM ndogo itakuwa inaganda ganda. Kwa utashusha resolution kutokana na mahitaji ya kompyuta yako inavyokuruhusu. Lakini unaweza kuweka auto, kompyuta ikuamulie kutokana na animation unazofanya. Kama ni nzito sana basi itashusha resolution kuweka half, quarter au third, kwa inategemea. Pia sehemu hii kuna vitu kama camera, view type, umeona, kupandisha exposure na kadhalika. Tutazungumzia katika kipindi kijacho tukiwa tunavifanyia kazi vitu hivyo. Sehemu nyingine muhimu kuifahamu ni sehemu hii ya chini ya timeline projects tunavyoifanya kazi.
vitu vyote vinakuwa vinakaa hapa, ndio tunavyovipanga hapa vitu ili tuweze kuvifanyia animation au kufanya nini, vitu vyote vinakaa hii, na hii sehemu inaitwa timeline. Ukitaka kuplay kitu unaenda kwenye menu ya huku juu, sehemu hii kwa ajili ya kupreview. Hii sehemu inaitwa preview, na ukienda kwenye Windows utaanza kuona imetiwa tiki preview. Kama haipo unahakikisha unaweka tiki hapa. Kwa mfano hapo haipo, kwa unaenda kwenye preview unatia tiki, inakuwa imerudi. Sehemu nyingine ni paragraph. Paragraph hii ni kwa ajili ya unavyoandika maneno, unabidi ucheze na hizi sehemu za paragraph kama hivyo inavyoonyesha. Sehemu nyingine ya After Effects ambayo ni muhimu ni hii. Sehemu hii inatuwezesha kuselect. Hii ya kwanza inaitwa select, maana yake inakuwezesha wewe kuselect layer yako. Ya pili ni mkono. Mkono huu unakuwezesha kumove hii canvas ya video yetu tunayofanyia editing kwa urahisi zaidi kama unavyoona. Na hii hapa inatuwezesha kuzoom kadri tunavyotaka. Umeona kama hivyo. Na hii ni kwa ajili ya kurotate picha. Tunavyotaka kufanya rotation tunatumia tool hii ya rotation kama hapo nilivyoionyesha. Na tool inayofuata ni hii ya kamera. Kamera haiwezi kufanya kazi mpaka layer yetu iwe 3D. Kwa mfano lazima nitengeneze new camera kama hivyo, ndo hapa nina uwezo wa kurotate vitu kama hivyo. Kwa hiyo ndo matumizi ya kamera. Sehemu nyingine hii inaitwa anchor point, yenyewe inatuwezesha kumove anchor point. Nitaelezea baadaye anchor point kazi yake na nini. Sehemu hii nayo inayofuata ni shape. Shape inatuwezesha kuchora labda hivyo. Inatuwezesha kuchora mstatili au rectangle, kuchora duara na shape zote tunazozitaka. Kwa ndo sehemu hii. Hii ni pen tool kama ya kwenye Adobe Photoshop, kama pen tool ya kwenye Illustrator, InDesign, Premiere Pro, zote nako huku kuna pen tool. Sehemu inayofuata ni ya text. Hii inatuwezesha kuandika maneno yanayokuwepo katika animation au yanayokuwepo katika movie na kadhalika. Kwa tunatumia tool hii iliyoweka alama ya T ambayo inatuwezesha sisi kuandika. Vitu vingine vinavyofuata kwa basic training si sana kwa sababu havitumiki sana, kwa hivi sitavizungumzia ku save muda, lakini ufanyaji kazi wake kama wa Photoshop, kama unaona kuna brush, kuna cloner, kuna eraser tool, roto brush na puppet pin. Kwa hizo ndio sehemu muhimu za Adobe After Effects.